Ndugu wananchi, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuifikia siku hii ambapo Waislamu na wananchi wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla tunaungana na Waislamu wa mataifa mbalimbali duniani katika kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Adha. Hakika sikukuu hii ni neema nyingine kutoka kwa Mola wetu mlezi baada ya Waislamu wenzetu kwa mamilioni kutoka mataifa mbalimbali duniani kukamilisha ibada ya hija katika mji mtukufu wa Maka. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu azikubali hija na ibada zote walizozifanya mahujaji katika miji mitakatifu ya Maka na Madina na warudishe nyumbani kwa salama. Ndugu wananchi, napenda kutumia fursa hii kushukuru jitihada mbalimbali zinazofanyika katika kuelimisha na kuhamasisha Waislamu wenye uwezo nchini kwenda kutekeleza ibada ya hija, ikiwa ni miongoni mwa nguzo za Uislamu. Hakika inatia moyo kuona kila mwaka idadi ya wananchi wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija kutoka Zanzibar ikiongezeka. Taarifa iliyotolewa na Umoja wa Taasisi za Hija Zanzibar UTAHIZA imeonyesha kuwa mahujaji 2460 kutoka Zanzibar wamekwenda kutekeleza ibada ya hija kupitia taasisi za Zanzibar kwa mwaka huu. Kutokana na juhudi za pamoja zinazofanywa na serikali kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana na taasisi zinazosafirisha mahujaji nchini katika kuzifanyia kazi changamoto mbalimbali zilizopo pamoja na uhamasishaji kwa ujumla, nina matumaini makubwa kuwa idadi ya mahujaji wa Zanzibar itazidi kuongezeka kila mwaka. Ndugu wananchi, kwa mara nyingine napenda kutoa shukrani zangu kwa wale wote waliofanikisha safari ya mahujaji wetu kwa kuwapatia huduma mbalimbali na kuweza kufanikisha safari zao za kwenda kutekeleza ibada ya hija. Shukrani maalum nazitoa kwa serikali ya Saudi Arabia kwa ushirikiano walioutoa pamoja na kukubali shirika lao la ndege kuanza safari za moja kwa moja kutoka Zanzibar hadi Saudi Arabia, na hivyo kuondokana na usumbufu waliokuwa wakiupata mahujaji wa Zanzibar kabla ya kuanza safari za moja kwa moja. Aidha, kwa lengo la kuhakikisha kuwa watu wengi zaidi kutoka Zanzibar wanapata uwezo wa kwenda kuitekeleza ibada ya hija, serikali kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana itaongeza kasi katika kuhakikisha dhamira yetu ya kuanzisha mfuko wa hija nchini inafikiwa kwa haraka. Ndugu wananchi, ibada ya hija tunayoiadhimisha kumalizika kwake, kama zilivyo ibada nyingine, huwa na mafunzo ya kuzingatiwa katika kukuza imani zetu na uchamungu ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu ya duniani na kesho mbele ya haki. Moja katika mafunzo makubwa ya kuzingatia katika ibada ya hija ni kuthibiti kwa kauli ya Mwenyezi Mungu iliyosisitizwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya umoja na udugu wa Waislamu. Umoja unaoonekana katika siku za hija ni mafunzo muhimu kwetu wanadamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ni msingi muhimu wa kuondokana na ubaguzi wa aina zote na kuishi kwa amani na mshikamano. Jambo hili la umoja na mshikamano lina umuhimu mkubwa katika nchi yetu katika kudumisha amani tulionayo ili tuweze kupata mafanikio zaidi. Ndugu wananchi, mafunzo mengine tunayoyapata ni utii wa kutekeleza maamrisho ya Mola wetu kama ambavyo Waislamu wenzetu waliokwenda hija walivyojitoa kwa ikhlas kwenda kutimiza nguzo hii ya Uislamu ili kupata radhi za Mwenyezi Mungu na kupata fadhila za ibada hiyo. Hakika utii ni funzo kwetu wanadamu kutoka kwa Mola wetu wa kutekeleza mambo anayoyaridhia na kujiepusha na makatazo yake. Katika maisha yetu ya kila siku ni jambo muhimu kuzitii sheria za nchi pamoja na maadili tuliyoachiwa na wazee wetu.
Kutii sheria kuna umuhimu mkubwa wa kuwezesha nchi kuendelea kudumu katika amani tuliyokuwa nayo. Aidha, kuyazingatia maadili yetu kutatuwezesha kuwarithisha watoto wetu mwenendo mzuri wa kuheshimiana na kustahamiliana. Kadhalika, tutaweza kuishi kwa kupendana na kusaidiana katika mambo yote yanayoweza kuleta ustawi wa jamii yetu na kuilinda dhidi ya matendo maovu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuzingatia mafunzo yanayotokana na ibada mbalimbali tunazozifanya ili iwe sababu ya kupata mafanikio hapa duniani na kesho akhera. Ndugu wananchi, kwa baraka ya siku ya leo, tumuombe Mwenyezi Mungu atupe uwezo wa kuendelea kuilinda na kuidumisha neema ya amani tulionayo. Kama tunavyofahamu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kwa nchi yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi, ili nchi yetu izidi kupiga hatua za maendeleo. Na waomba viongozi wetu wa dini na wananchi wote, kila mtu kwa nafasi yake, tuendelee kuiombea nchi yetu ili tuvuke kwa salama. Ndugu wananchi, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa salamu zangu za Idi kwenu nyote mliohudhuria baraza hili, pamoja na wananchi na Watanzania wote wanaofuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Na kutakieni nyote sikukuu njema yenye furaha na amani. Katika kufanikisha shughuli yetu hii, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wajumbe wa kamati ya sala na mabaraza ya Idi, pamoja na wale wote waliohusika katika maandalizi ya shughuli hii. Kwa kweli mwenyekiti amesema maneno mengi hapa mazuri, na mmefanya kazi nzuri ya kufanikisha shughuli zetu hizi kila mara, na kwa kweli mnastahili kupata kile chakula cha pamoja. Kwa hivyo napenda nikuhakikishieni kwamba tutapanga ili tuweze kupata chakula cha pamoja. Lakini nikupongezeni sana kwa kazi nzuri mnayoifanya. Aidha, napenda nishukuru Jeshi la Polisi kwa kufanikisha sherehe hizi kwa gwaride maalumu, pamoja na vyombo vya habari kwa kuwawezesha wananchi kufuatilia tukio hili. Tumuombe Mwenyezi Mungu awape shifa wagonjwa wetu walioko majumbani na mahospitalini, awarehemu wazee wetu, mashekhe na waalimu wetu, ndugu, jamaa na marafiki na wote waliotangulia mbele ya haki, awape malazi mema peponi, na sisi tulio hai atupe mwisho mwema. Na kutakieni nyote Eid Mubarak. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp +255 777 858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.